Yes bana, niko na shabiki wa Simba Sports Club, wakili msomi na mwenyekiti wa tawi la Karume Unstoppable. Kaka wakili, kwema? Kwema na mbili. Mzima upo? Mwingi tu. Wa kutosha. Nipo. Simu zangu ulikuwa unaziona? Naziona na napokea. Na zingine hujashika. Inategemea. Sawa bana, tuanzie hapa. Juzi tumeona namna ambavyo Rais wa Young Africans ama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said na mjumbe wa kamati ya vilabu, mjumbe wa FIFA, akiwa kwenye summit kubwa, mkutano mkubwa. Rais wa FIFA alikuwepo pale, rais wa CAF na viongozi wengi wakubwa, wachezaji wa zamani ambao wameweka historia kubwa kwenye tasnia ya mpira Afrika walikuwepo pale kwenye mkutano huo. Wakati anazungumza kuna namna ambavyo alizungumza kwa negative kwa upande wa Simba, akaonyesha baadhi ya mashabiki wenu wakilalamika, akiwa anagusia upande wa poor governance, uongozi ambao hauna uimara mkubwa, akitolea mfano kwenu. Hili wana Simba kwanza mlilipokeaje? Wengi walilaumu sana, wengi wakasema huenda amezungumza ukweli, kwa sababu hata juzi kwenye mkutano yalitokea haya. Ni kweli tumemsikia, na pamoja na kumsikia, lakini wahenga wanasema chizi ukiwa unaoga bafuni kisha chizi akachukua nguo zako akakimbia nazo, ukiwa unatoka na wewe mkimbize, manake wote mnakuwa wehu, mnakuwa machizi, sababu wewe chizi anakimbia na nguo zako na wewe unakimbia uchi. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo unatakiwa uzingatie, huyu kiongozi amepatikana katika mfumo gani. Naweza ikatosha tu kujilizisha kwamba huyu ni kiongozi. Je, muendelezo wake mpaka anafika huko FIFA na sehemu zingine, anafika katika mifumo gani? Sijui unanipata. Hata kwenye klabu yake wamemteua tu, kwa sababu hata jiwe alikuwekwa kwamba ipigwe kula. Umenipata? Kwa hiyo unaona ni aina ya kiongozi gani ambayo tunaweza tukamzungumzia hapa, kwamba kafu wamemteua, FIFA wamemteua, Yanga wamemteua, anaendelea kuteuliwa mpaka. Lakini aliyozungumza wakili hayana ukweli ndani yake. Hakuna ukweli. Tuliona kwenye mkutano wenu mkigombana na mwenyekiti wenu. Lini hao wametoka wakasema wana matatizo kwao? Tunapata picha ya nje kwamba kama mnagombana mwenyekiti wenu, kuna mtu aliwahi kusema wale wanawake unaoona pale wote wamefanywa surgery. Sijui unakumbuka? Kuna mtu wao ndani aliwahi kusema haya. Sasa nikuulize wewe, lini amewahi kumhadisia mke wake? Sasa kama wewe unawakilisha familia yako, unaenda kuiongelea na nini na nini, unaenda kutangaza mabaya. Sasa kama unatangaza mabaya yanayofanyika, mazuri unayaacha wapi? Simba ndio klabu pekee kwenye ukanda wa Afrika Mashariki inashika namba 5 kwa ubora barani Afrika. Ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ni klabu pekee. Sijui unanielewa? Unapokuja na kusema kwamba wana matatizo, wana migogoro, taasisi isiyogombana inaokaa kama mabubu hawawezi kuendelea. Sisi na isiyogombana wanakaa kama mabubu, hakuna maendeleo katika hilo eneo. Lazima mlumbane, malumbano ya hoja yapatikane ili muweze kujenga kitu sahihi. Sisi tunachokitafuta na Simba ni kujenga kitu sahihi. Sawa? Sasa kama unakaa kimya kwa sababu wewe kwamba labda nafanya hiki, nachukua hiki, nafanya hivi, wewe maana yake kesho na kesho kutwa wako itakuwa mbaya kupitiliza. Sijui unanielewa? Kwa hiyo wewe acha aendelee kutusema, sisi tumemuona, lakini kimaadili hajaisema Simba kule, ameisema Tanzania. Simba ni ya Tanzania. Sijui unanipata? Kuna namna kama ametudhalilisha Watanzania wote. Watanzania amechafua Watanzania. Simba ni ya Watanzania. Unapoenda kuisema nje. Lakini unakubaliana ule msemo kwamba hakuna mkamilifu? Ndio yeye mmoja wapo sio mkamilifu. Kwa hiyo tunamsamehe. Nijibu kwanza. Nakubali. Unakubali kwamba ni kweli sasa hata Simba kuna matatizo? Sehemu gani ambayo haina matatizo? Nijibu kwanza wakili, usiniulize mimi. Mimi nimekwambia hivi. Matatizo yameanzia Yanga walipochagua, yeye atajiwa hajamwekea. Kachaguliwa injinia peke yake. Kaenda kateuliwa. Haya ni matatizo. Kwa hiyo kosa hapa kumbe ni injinia kuwa anateuliwa. Sio kosa hilo. Kosa ni yeye kusema vibaya Simba. Nimesema hivi, injinia alichoenda kuitukanisha hajaitukanisha Simba, ameitukanisha Tanzania. Kwa sababu Simba ni ya Tanzania. Umenielewa?
Kama umenielewa hapo, manake utakiwi kupata tabu. Hata wewe kwenye yale matusi umo. Kwa sababu wale wanapotaja Simba ya Tanzania. Sijui leo hawasemi Simba ya Kariakoo. Ya Bongo. Kumbe Bongo kuna mambo ya hovyo. Kumbe brand inayoshuka ni ile kusema kwamba klabu namba 5 inafanya vizuri, lakini kumbe uongozi pia unasuasua. Hakuna kitu kama hicho. Kuhusu swala la kuishusha brand ya Simba, sahau. Hakuna mwenye uwezo huo. Simba inajipandisha yenyewe, brand inajipandisha yenyewe na kila kitu. Labda Mwenyezi Mungu aamue na kudura zake aweze kuishusha. Lakini mpaka hapa tulipofika, tabu zitaendelea kupatikana kwa kule. Si kwanza nikwambie tu, kuna watu wana matarajio makubwa. Sisi swala la kwenda robo finali, ni swala la kawaida. Tunaenda tunambanjwa di Tunis, tunarudi naye tunambanjua, tunakuwa na pointi 6. Kama tulivyofanya kwa URA, kama tulivyomshusha kwenye ubora Wydad, kama tulivyomuondoa kwenye ubora Zamalek. Maana sisi ni mabingwa wa kuwaondoa watu kwenye ubora na kuwasaulisha kwenye mpira wa Tanzania. Safari hii ni ya yule di Tunis. Tunaenda tunaanza naye, tunamwachia mikosi yote, tukitoka hapo na pointi zake 6 anatupeleka robo finali, maisha mengine yanaendelea. Hatushuki brandi, hatushuki ubora, hatushuki kwa chochote. Aende tena aalikwe, hata akienda kusemea Salamanda wala ituumizi. Bila shaka mzee. Lakini wao wanasema ujumbe umefika. Ujumbe wa nini? Kwani kuna mtu ambaye Tanzania hapa hajui kama sisi tunagombana? Hajui kama sisi tuna malumbano? Nimeona machapisho kwamba huenda pia mkashtaki kwamba amefanya uchafuzi wa nembo ya Simba. Nimetoka kukwambia kauli ya kwanza, ukimkimbiza chizi na wewe ni nani? Acha hizo habari. Unamdharau tu mjinga, mpe nafasi ajione mjanja. Afu yako yaende. Hakuna haja ya kulumbana na wajinga. Mpe nafasi ajione mjanja. Wewe yako yafanikiwe. Lakini yeye ndio mwenyekiti wa vilabu, tunakubaliana na kilabu chenu kikiwemo Hakimo. Simba hai. Mimi nasema Hakimo. Shukrani sana. Sio mwenyekiti wetu.